Bana, mechi imemalizika dakika 90, Simba 0 Azam FC 0, mechi ambayo kwa upande wangu leo naweza nikapongeza mbinu za makocha, hasa upande wa kocha Flora Ibenge ambaye tangu ametua ndani ya kikosi ya timu ya Azam FC amekuwa bora sana kusoma mbinu za wababe kutoka Kariakoo. Amesoma mbinu za wachezaji pamoja na mbinu za makocha wa Yanga lakini Simba, na amefanikiwa kwa asilimia kubwa sana. Msimu huu Jean Flora Ibenge amechukua points 4 kwa Simba Sports Club, akimpiga raundi ya kwanza akitoka sare katika mchezo wa pili wa raundi ya pili au raundi ya mwisho kwenye ligi msimu huu. Imekuwa ni dabi bora sana ambayo tumeona quality na klasi za wachezaji. Kwa upande wa Azam FC tumeshuhudia uwezo wa mchezaji mmoja mmoja, lakini pia upande wa Simba tumeona uwezo wa wachezaji lakini leo itakuwa tofauti kidogo. Simba pengine wanaweza wakajilaumu sana leo kwa kupoteza nafasi nyingi sana za wazi. Of course Azam kipindi cha kwanza wapata nafasi nyingi, ili Suleiman Nado ajaribu kuingia, Faisal Salum ndani ya uwanja, lakini Nasoro Saadun, pengine Azam FC kipindi cha kwanza wao ndo walitawala kwa sababu walikuwa na wakati mzuri sana wa kuchezea mpira, na waliwapa Simba mgegesi kwa hali ya juu sana, kwa sababu kila wakati walikuwa wanaenda kusalimia na hadi zikatokea offside zaidi ya 3 hadi 4 kwa sababu tu ya namna ambavyo walikuwa na pressure na walikuwa wanahitaji matokeo. Azam FC Idi Selemanado amenaswa sana katika mtego wa kotea pamoja na Pascal Gaudes Msindo, fullback ya kushoto ya timu ya Azam FC. Kwa hiyo ni wazi kabisa kipindi cha kwanza Azam FC walishika mchezo na walihitaji kupata matokeo mapema, lakini mambo yalikuwa magumu kwa sababu nakumbuka pia shot on target moja Faisal Salman ipiga ile ikaenda ikatawanya mikono ya mtaalam Jibril Kasal, goalkeeper wa Simba. Lakini baadaye pia tuliona namna ambavyo alipigiwa Rushindiroko mpira mbaya sana akadondoka kwenye eneo la hatari, kwa maana Azam walikuwa bora sana half ya kwanza. Lakini kipindi cha pili Simba Sports Club walirejea kwenye ubora wao, na tuliona namna ambavyo walitafuta sana nafasi, na ni kweli walipata nafasi nyingi sana. Mimi nikwambie tu kwa upande wa Simba wataendelea kujilaumu sana. Selemani Mwalimu kusema kweli ndio kinara wa mabao ndani ya Simba, ana goli 6 kwa sasa, lakini just imagine nafasi ambazo anazipoteza ni ngapi katika mechi ambazo anashinda goli zake moja hizo. Lakini mechi muhimu kama leo ambao walikuwa wanatakiwa kufuta pia uteje, kwa sababu kufungwa na Azam au kutoka sare na Azam kwenye mechi ya leo ni kama vile Simba amefungwa, kwa sababu raundi ya kwanza Simba alidhalilika pale, alifanywa total humiliation. Sasa leo alipaswa kwenda kujibu mapigo na alifanikiwa, kwa sababu ukiangalia mabadiliko ambayo mwalimu kocha Beka aliyafanya, alimtoa Chama akamuingiza Neo Maema, ambaye Maema alikuja akaongeza nguvu katika eneo la kiungo. Alikuwa anapiga diagonal passes, zile penetration passes ambazo zilikuwa zinafika vizuri kabisa kwa Libase, lakini kwa Selemani Mwalimu. Lakini Mwalimu nafasi nyingi za wazi amezitupa kabisa. Yani kwangu kwa upande wa Simba naweza nikasema tu Simba wanapaswa kupambana haraka sana, watafute mshambuliaji. Kama kuna haja ya kumuomba msamaha Jonathan Soa, wanapaswa kufanya hivyo, kwa sababu wamemdindia Jonathan Soa, lakini Soa to me still ataendelea kuwa best ukiachana discipline yake uwanjani, lakini bado Soa ni best. Nafasi kama zile Soa kuachi, nafasi ya kwanza ya pili ya tatu Soa kuachi. Lakini utaona kwa upande wa Selemani Mwalimu poteza nafasi nyingi sana, karibia goli 3 za wazi yeye mwenyewe kama sio 4 yeye mwenyewe, lakini ameshindwa kufanya hivyo. Anafika ndani ya boxi, anawaza mara 2 mara 3 namna ya kufunga. Yani mshambuliaji unapofika ndani ya 18, cha kwanza unataka kuweka mpira kambani, alafu unaenda kusikilizia milio pale kati unapeleka mpira. Lakini Selemani Mwalimu kwake ni tofauti kabisa. Akifika kwenye box anapata kitete miguuni, ndo kwanza anaanza kufikiria apeleke wapi ule mpira. So to me sio mchezaji kabisa wa kutegemewa, ni mchezaji mwenye pressure na ni mchezaji mwenye hofu sana. Simba anapaswa kupambana sana. Kama Jonathan Soa ameshindana naye, hawana haja kuendelea kukaa na barua yake, wampe barua waachane naye mapema kabisa, akatafute kibarua kingine. Haiwezekani unamtumia mchezaji kama Mwalimu anashindwa kuonyesha ubora wake, anashindwa kufunga magoli, anawakaba sana Simba, na sio mara moja, amekuwa akiwakaba Simba mara kwa mara. Leo pia tumeona hilo. So tumii Selemani Mwalimu sio mchezaji wa size ya kuchezea Simba, bado ana vitu vingi sana vya kujifunza.
Ni kweli amewasaidia kwa nyakati kadhaa, lakini mechi kama hizi za muhimu za maamuzi za kuwapa furaha mashabiki wa Simba waliosafiri umbali mrefu hadi Chamazi, kiingilio 15,000 anazitupa zile nafasi. So hata ukiangalia posti mbalimbali mashabiki wa Simba wanalamika kuhusiana na mwalimu, sio mara moja amekuwa mzigo, anawachelewesha kwenye mafanikio. Lakini kingine tumpongeze Jean Florai Ibenge, kocha wa Azam FC. Amefanikiwa, amejua kabisa pale Simba Sports Club ili uweze kufanikiwa kuwafunga au ili uweze kuchukua lao hata sare, kamata Anicet Ura, kamata Libase Gweye. Na leo tumeona kocha Florai Ibenge kwenye ubora wake amefanikiwa kufanya hivyo. Amemkamata Anicet Ura. Ura leo hajana madhara kabisa leo. Amekamatwa kwa kweli. James Akamiko Jaka Boy kwenye ubora mkubwa sana. Yamekata sana umeme na ametifua kwa kweli. Lakini pia Himidi Mao Miko Boy, namna ambavyo amezima sana Himidi Mao pamoja na age yake, aonekana amekuwa mwiba sana kwa Simba. Mechi ya kwanza alifanya balaa zito. Hii mechi ya pili pia leo kafanya balaa zito sana pamoja na James Akamiko Miko Boy. Wamezima sana na hakika lazima tuwape maua yao. Wamemfanya Anicet Ura leo aonekane wa kawaida, wamemfanya Libase Gay. Na kwa pande Libase Gay bwana, Gay naye anaanza kuwa mzigo kwa Simba. Unajua Gay alivyokuja aliwaka sana. Baadaye utawala wake ukabebwa na Anicet Ura. Hakuna ambacho cha muhimu anafanya. Anakokota sana mipira, anatembea sana na mali uwanjani. Jamaa amekuwa akitokea pembeni sana, lakini pia hata cross zake nyingi ambazo anapiga zimekuwa zina faida. Leo wachezaji wa Simba wengi wako ndani ya box. Mwangalia Anicet Ura yuko ndani, Chama yuko ndani. Lakini alikuwa anajaribu kupiga mashuti ya mbali. Kapiga almost karibia Kevin, amefanya kama Kevin 3 lakini zote zimeenda juu ya lango. Ukizungumza hivyo watu wengine wanaanza kusema wewe bwana, wewe unamlaumu tu Libase. Tumii Libase Gay, he need to change, kwa sababu naye amekuwa mzigo sasa, anawapotezea Simba mabao. Yani concentration ya Simba Libase Gay sasa hivi anaipoteza. Tunafahamu Anicet Ura akikamatwa mara zote lazima Libase Gay wake, na leo Ura alikamatwa. Kwa hiyo Libase walao alipata nafasi sana ya kutembea, na kama wangemwachia Anicet Ura atembee, na maana angekuwa threat kwa Azam FC. Kwa sababu wakafanikiwa kufanya hivyo, wakamziba Anicet Ura, wakamzuia kabisa mchezaji kama Lusajo Mwaikenda. Akamiko akafanya kazi yake vizuri kabisa na Himidi Mao, lakini nyuma kule Twalibu Nur pamoja na Jason Fuentes Mendoza kwenye ubora mkubwa sana. Fuentes namna baba amekuwa bora sana, amemdhibiti kweli kweli. So wamemwachia Libase Gay nafasi ya kucheza, lakini hana madhara. So utajua kabisa dada ya Simba Sports Club mchezaji mwenye madhara sasa hivi ni Anicet Ura. Ura akiwa kwenye ubora wake, akiwa anaweza kuingia kwenye box hata kuadhibu, lakini angalia Libase Gay. Na nafikiri sasa ndio muda sahihi Elie Mpanzu ajiimarishe, apone, arejee kwenye ubora wake, aanze kucheza. Leo nilishangaa kwa nini hajacheza, lakini hakuwepo hata kwenye kikosi kwa sababu bado majira yake hajakaa sawa. Lakini akirudi nafikiri sasa Libase Gay anapaswa kubadilika, kwa sababu amekuwa na mikimbio mingi sana lakini haina hatari. Amekuwa hana maamuzi ya mwisho. Ukiachana na penalty ambayo Simba amenyimwa, Libase Gay aliingia ndani ya box ambaye alisukumwa ndani ya 18 na pale deserve kabisa kuwa tuta. Maamuzi alikuwa karibu Ahmed Rajiga. Simba alinyimwa tuta halali, goli halali kabisa. Ile haitaji hata kipenga cha mwisho cha Osman Kazi. So Ahmed Rajiga tunajua ametoka kwenye kifungo cha kimya. So leo ameingiwa na ubaridi kuwapa Simba penalty halali, sababu kipindi cha kwanza Simba ile tuta aliyopata, kama light angefanikiwa Simba Sports Club angefanikiwa kupata tuta lile pale, basi pengine Azam FC wangeingiwa na ubaridi kabisa, kwa sababu pressure yao ingekuwa imeshashuka, wangeanza kujilinda zaidi. Kwa hiyo Libase Gay aliweza kuingia na box akanyimwa. Ukiachana hatari hiyo aliyoifanya ya kwanza moja tu ya kuingia kwenye penalty box na kunyimwa tuta na kupigwa kiatu na kusukumwa na kunyimwa, kama ingefungwa ile pale goli, Libase Gay pengine angefuta makosa yake yote aliyofanya dakika 90 za mchezo. Amekuwa mzito leo, hajawa na maamuzi sahihi. Kwa hiyo Simba they need to change, ingawa leo amecheza mpira mkubwa. Level ya Azam kwa sasa ni kubwa. Unapokuwa na kocha kama Florai Ibenge huwa anasuka timu kweli kweli. Yule ni kocha ambaye ameshabeba medali ya CAF. Tayari amefanikiwa kuchukua ubingwa wa kombe la shirikisho Afrika. So Azam FC pia ni timu ambayo inasajili sana. Wana uwezo wa kusajili mchezaji wanayemtaka. Kwa hiyo kocha amefika, ametumia rasilimali wachezaji alionao na mfanikiwa, na uzuri anatumia wazao. Angalia amemwamini beki wa kati bwana mdogo kabisa Twalibu Nur, ingawa wana mtu kama Landi Zuzu, lakini imagine wamemtumia mtaalamu yule. Wana wachezaji wa kutosha pale, lakini wamemtumia Twalibu Nur kwenye ubora mkubwa sana. Amezima. Angalia upande wa kushoto na kulia, Pascal Msindo, lakini pia Lusajo Mwaikenda. Wazao hawa, Faisal Salum ndani, Himidi Mao ndani. Wazao hao, Nasoro Sadun ndani. Wazao hao wote ni wazao hao.
Idi Nado ndani. Yaani ametumia wachezaji wake wachezaji wazawa ambao wamekuwa bora zaidi kwa sasa, wameimarika sana. So Jean Florent Ibenge to me amekuwa bora sana, na naweza nikadiriki kusema kabisa kwamba Jean Florent Ibenge moja ni sawa na makocha wa Simba na Yanga, yani wote wale wakusanye bado hawezi wakafikia ubora wake. Yani Pedro Gonçalves pamoja na Steven Baka, alafu wakusanye wake pamoja na Jean Florent Ibenge, hawezi wakamfikia. Jamaa kimbinu yuko vizuri sana sana sana, na anajua kucheza mechi ngumu. Mechi ngumu anajua namna ya kucheza. Yani ana uwezo mkubwa sana, thinking capacity yake ni kubwa sana. Uwezo wa kufikiri na kuchanganua mambo. Sababu ambazo anazifanya zote zimekuwa na faida sana kwake. Anajua nani sasa hivi atoke na anaingia. So Jean Florent halipwi mshahara mkubwa bure pale Azam FC. Simba walimtaka mara kadhaa, Yanga walimtaka, walishindana mezani, lakini imagine namna ambavyo anaenda kuwalipa Azam FC. Of course, kama Jean Florent Ibenge ataendelea kupewa muda na ataendelea kupewa wachezaji anaowataka, na fikiri kama sio msimu huu, msimu ujao Azam anaweza kabeba ndoo ya ligi kuu. Na wameondoka kwenye siasa kwa sasa. Wanataka watengeneze timu yao wao wenyewe kimya. Hawana udugu na Simba, hawana udugu na Yanga. Sasa hizi yoyote anayekuja mbele yao wanataka kumdhalilisha tu, wanataka kumtia aibu. Wamefanikiwa sana katika hilo. Kwa hiyo kama watamwamini na watampa nafasi zaidi, Azam anaweza akachukua ufalme wake hapa, kwa sababu ubora umekuwa mkubwa. Aishi Manula kwenye ubora mkubwa sana. Simba walimuona afai, leo umeona namna ambavyo amefanya saving, ameonyesha ubora mkubwa sana. Lakini pia lazima usifie ubora wa Rushidi Rock pamoja na Ismail Olivier Toure, amekuwa bora sana. Kapombe ameendelea kuwa mzigo, naye leo ampoteza sana. Cross zake nyingi zimekuwa zina faida, amekuwa mzito na mambo bado kwake hayamuendei. Lakini pia Alasir Modokati, Simba wapaswa kusuka zaidi timu ya ushindani. Huwezi ukashinda mechi za kawaida za timu nyingine, lakini vigogo hawa wakakusumbua, sababu ili ufanikiwe kuchukua ubingwa lazima umpige Yanga, lazima umpige Azam FC. Kwa hiyo amedondosha alama 4. Azam anaonekana bora kwa upande wake, kwa sababu akichukua points 4 za Simba ndani ya msimu mmoja, ina maana top ni nani? Ni Azam FC. Ingawa kwenye msimamo Young Africans ana points 41 mara baada ya kucheza mechi 17. Simba Sports sasa hivi ana point 35. Kwa hiyo point 6 zimeongezeka ili kuweza kumkuta Young Africa. Na point 6 za kuweza kumkuta Young Africans pale kilelendo. Simba anasubiria kwa sasa afanya hayo maajabu. Azam FC point 33, kwa hiyo Simba yuko juu yao 35, sare ambayo inawafanya waendelee kuwa nafasi ya pili kwa sasa. Ligi imechangamka, ubora wa Azam quality superb kweli kweli. Simba Sports Club kuna kitu cha kuongeza, hasa katika eneo la ushambuliaji. Lazima haraka iwezekanavyo wafanye maamuzi sahihi, walete washambuliaji wa maana.